Umeshindwa. Na tusalie katika eneo la Mlima Kenya. Vita vya kisiasa kuhusu kiti cha naibu wa rais vinaendelea kujitokeza wazi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza katika eneo bunge la Manyata kwenye kaunti ya Embu, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ametangaza kwamba hana nia kuachia wadhifa huo, huku makundi mbalimbali ya kisiasa yakianza kujipanga kuelekea uchaguzi ujao. Kindiki alikuwa akizungumza katika mkutano maalum wa wazee wa Mlima Kenya Mashariki waliopewa jukumu la kuainisha mwelekeo wa kisiasa wa eneo hilo kuelekea mwaka 2027. Grace Ng'ang'a anaripoti zaidi. Ujumbe wa naibu rais Kithure Kindiki ulikuwa wazi. The position of the deputy president is not vacant. Haiko wazi, iko na mwenyewe na imekaliwa sawa sawa. Kindiki alikuwa akizungumza katika eneo bunge la Manyata, kaunti ya Embu, alikokutana na wazee wa Mlima Kenya Mashariki katika mkutano maalum uliopangwa kujadili mustakabali wa kisiasa wa eneo hilo. Wazee hao wamepewa jukumu la kutafuta mwelekeo wa eneo pana la Mlima Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, huku mashauriano yao yakitarajiwa kuafikia msimamo wa pamoja kufikia mwishoni wa mwaka. Lakini wakati wazee hao wakianza mchakato huo, Kindiki anaonekana kuweka wazi msimamo wake wa kisiasa. Hata wale watu wanaongea hapa wanaongea, lakini wanasema lakini huyu mtu tu ako sawa. Tamko lake linajiri wakati mjadala kuhusu nani atakayeshikilia kiti cha naibu rais mwaka 2027 ukiendelea kushika kasi. ODM tayari imedokeza kuwa inatarajia kuwa sehemu ya mpango huo, ikisema uamuzi wake wa kutomsimamisha mgombea wa urais na badala yake kumuunga mkono Rais William Ruto unapaswa kuzingatiwa katika mpangilio ujao wa ugavi wa madaraka. ODM watadai wapate deputy president, na yule mtu ambaye amekomaa, amekuwa na baba miaka na milele, ambaye amekuwa waziri, ambaye amekuwa deputy party leader wetu, anaitwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Lakini ujumbe wa Kindiki uko wazi, hayuko tayari kukiachilia kiti hicho kwa mtu yeyote. Na akiwa Manyata alionekana wazi akimkosoa mtangulizi wake aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Ukisikia na kuita ndugu yangu, sio ati na kuogopa, sio ati na kupenda sana, kwa sababu uko na madharau mingi. Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi, na wacha kunidharau. Mimi nimekuwa mambo mingi, wewe sijui ulitoka wapi ukapitia hapa, na hiyo shortcut ndio imesababisha hii hasara yote. Kindiki alilinganisha mwenendo wake na ule wa Gachagua, akisema yeye binafsi hajawahi kumtusi mtangulizi wake katika kipindi chake kama naibu rais, na hata baada ya Gachagua kung'atuliwa madarakani kupitia mchakato wa kutimuliwa. Ni vile nimekuwa nimekimya, na umezunguka hapa na vijana wakizunguka gari yako hapo wakisema one time. I dare you to continue with that nonsense. I will deal with you. My brother, I promise you I'll deal with you. Kwa Kindiki, hata hivyo, jambo moja linaonekana kuwa tayari limeamuliwa. Kiti cha naibu rais kinaweza kuwa swala kuu katika mazungumzo ya kisiasa kuelekea uchaguzi ujao. Lakini kwa upande wake tayari amekalia kiti hicho na hana mpango wa kubanduka. Grace Ng'ang'a, KTN.